nje ya mipaka ya Tanzania. Na jambo kubwa kuliko ni kuhusiana lile jambo la kuweza kusajili wachezaji kwa ajili ya mwendelezo wa ligi kuu NBC Premier League msimu wa mwaka 2024-2025 mara baada ya dirisha dogo la usajili kuweza kufunguliwa. Kwa upande wa Simba Sports Club na upande wa Dar es Salaam Young Africans, wote wakihitaji kuweza kusajili wachezaji ambao wataweza kuwafanikisha katika michuano yao mikubwa barani Afrika. Tukumbuke Dar es Salaam Young Africans wana michuano ile ya CAF Champions League ambapo siku ya jana waliweza kucheza na TP Mazembe wakawafunga magoli 3-1, na michezo mingine iliweza kupita, mchezo mmoja akiweza kudraw na michezo miwili wakiweza kufungwa. Mchezo mmoja akifungwa pale kwa Mkapa Stadium na mchezo mwingine akiweza kufungwa kule Algeria. Dar es Salaam Young Africans wamehakikishia nafasi nzuri ya kuendelea kusonga vizuri, na endapo watafanya usajili mzuri katika dirisha hili la dogo la usajili wa mwaka 2024-2025 wana uhakika kuendelea kufanya vizuri. Kwa upande mwingine wa klabu ya soka ya Simba Sport Club ya jijini Dar es Salaam, mitaa hiyo ya Kariakoo, wao wanaendelea na michuano yao ili ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo leo watacheza mchezo wao ambao utawezesha au kupata nafasi nzuri na kujua hatima yao ya kuendelea kukaa katika nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kufuzu hatua ya robo finali. Kwa upande wa Simba, kwa upande wa usajili, na wao wamejihakikishia nafasi nzuri ya kusajili wachezaji ambao wataendelea kuwavusha vizuri ili waweze kusogea katika hatua mbalimbali ambazo zinafuata. Sasa hapa leo tunaenda kuletea baadhi ya nyota ambao wanasajiliwa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Sasa kwa upande wa usajili wa Dar es Salaam Young Africans, tayari wamekwisha kuweza kufanya sign fee ya kwanza kabisa kwa mchezaji Jonathan kutokea pale AC Vita Club ya kule DRC Congo. Pamoja na hayo, Dar es Salaam Young Africans wamepanga kumuuza Kibwana Shomari ambaye ni beki wao kwenda klabu ya KMC ya pale Manispaa ya Kinondoni. Pia klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans imepanga kuweza kutema baadhi ya nyota wake wakiwemo Jonas Rafael Mkude ambaye timu yote itakayotokea ikimhitaji kwa mkopo Dar es Salaam Young Africans, yani wananchi hao watakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kumtoa kwa mkopo. Mchezaji mwingine ambaye Dar es Salaam Young Africans wanahitaji kuweza kumuondoa katika kikosi chao ni pamoja na Jean Balek ambaye kwa muda mrefu kumekuwa na msiguano wa ndivyo sivyo kwenye kikosi chao hicho baada ya Jean Balek kuweza kutarafiana na kocha Ramavoki ndani ya kikosi hicho cha wananchi cha Dar es Salaam Young Africans. Pia Dar es Salaam Young Africans walikuwa na mpango wa kuweza kumwacha Stefan Aziz Ki kuweza kumuuza, maana kuna vilabu vilikuwa vikimhitaji, hivyo walikuwa tayari kuweza kuwashawishi kutokana na kiwango cha performance yake aliweza kuionyesha siku ya jana dhidi ya mchezo wa TP Mazembe. Basi tusubiri tuone Young Africans watafanya maamuzi gani. Pamoja na Stefan Aziz Ki, Yanga amefanya mpango wa kuweza kuachana na Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka ambaye wanaamini muda wake tayari umekwisha kuisha. Huku haya yote yakizidi kuendelea, Dar es Salaam Young Africans wameendelea kudhidi kuonyesha ubabe wao kwa kutaka kumbakiza Pacome ambaye moja kwa moja anahusishwa kwenda kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Pamoja na hayo, klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba inazidi kuendelea kujihakikishia nafasi nzuri ya kuendelea kubakisha na wao nyota wao kwa ajili ya msimu wa mashindano wa mwaka 2024-2025, huku akiwa na lengo la kumchukua Pacome Zozo ambaye yeye anakipiga pale katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Tushuhudie tuone vita vyao vitakuwaje katika kuweza kumbakiza, endapo Dar es Salaam Young Africans wataweza kumbakiza au Simba Sport Club wataamua kuweza kumchukua kujibu mapigo kama yale walioweza kuyafanya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Clatous Chota Chama Triple C Mwamba wa Lusaka. Vilabu vyetu hivi vya Simba Sport Club pamoja na Dar es Salaam Young Africans vinaendelea kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa barani Afrika, huku vikijihakikishia nafasi nzuri ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa upande wa ligi kuu NBC Premier League, msimamo unaenda vizuri, kundi likiongozwa na Simba Sport Club ambaye anaongoza msimamo wa ligi kuu NBC Premier League akifuatiwa na Dar es Salaam Young Africans.
Vita vinazidi kuwa vimeiva mara baada pia ya Dar es Salaam Africans kuweza kumtimua kocha Miguel Gamondi, na huku Simba wakiendelea kusajilia na kocha wao ambaye wana matumaini ya kuendelea kufanya vizuri kwa ajili ya kikosi chao. Hata hivyo, kwa upande mwingine, klabu ya soka ya Simba Sport Club wamepanga kuboresha baadhi ya nafasi ndani ya kikosi hicho, sio kumuongeza tu Pacome, bali wana mpango wa kuweza kuongeza namba 9 mwingine ambaye atasaidiana na Elie Mpanzo kiasili pamoja na kuweza kuifanya Simba iweze kuwa bora na ya kote mbali. Pamoja na hayo ambayo nakujuza, Simba Sport Club wako tayari kuweza kumwachia beki wake wa pembeni ambaye anachezea nafasi ya kushoto anayejulikana kwa jina la Zimbwe Junior Shabalala, ambaye anahusishwa moja kwa moja kwenda kujiunga na wananchi wa Dar es Salaam Africans. Kumbuka Shabalala amedumu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa muda mrefu, na Dar es Salaam Africans wameonyesha nia kuhitaji saini ya Shabalala. Hayo yote tusubiri tuone yatakuwaje kuhusiana na usajili ambao unazidi kuchukua kasi mara baada ya dirisha dogo la usajili kuweza kufunguliwa na kila timu kuweza kucheza michezo yake ambayo anatakiwa